Lengo la taasisi hii kama lilivyo jina lake, Peace Solution Tanzania, ni taasisi ambayo inajishughulisha na utatuzi wa migogoro kwa njia ya amani katika jamii. Imeonekana kwamba wanajamii au wananchi wenzetu hasa kule ngazi za chini ni kwamba wanaona suluhisho la kutatua migogoro ni kuanza moja kwa moja mahakamani au labda ni kuenda kwenye vyombo vingine ili kuweza kupata suluhisho la matatizo yao hayo. Sasa taasisi kaona ni bora sasa tuwafate wale wenzetu wananchi hasa ngazi za chini, kuwapa elimu na kuwafahamisha namna bora sasa ya utatuaji wa migogoro kwa njia ya amani kabla ya kwenda kule serikalini, hali ambayo sasa inapelekea mrundikano wa kesi mbalimbali mahakamani, lakini wakati mwingine inachochea na inapelekea kuleta ugomvi, mtafaruku na kutokuelewana baina ya jamii au familia na familia. Taasisi inatoa elimu ya kuwapa wale wenzetu kule chini elimu ya namna bora ya utatuzi wa migogoro kwa njia ya amani. Tunaenda kuambia sasa au tumeshaanza kuambia sasa wananchi wenzetu kwamba kuenda mahakamani si suluhisho la kupata haki moja kwa moja. Kwanza kuna njia za kuanza ambazo ni njia za mazungumzo. Kwa taasisi tunawapa elimu namna bora ya kukaa na wazazi kama migogoro, sababu tuna migogoro aina nyingi ambayo tunaiangalia. Kwa mfano migogoro ya familia au ya kindoa au migogoro ya jamii na jamii au migogoro mingine ambayo inahusiana na jamii yenyewe huko chini. Kwa hiyo tunawaambia kwamba taasisi ipo kwa ajili ya kuwapa elimu hiyo ya namna bora ya kuweza kutatua migogoro. Wakati mwingine tunaona kwamba kwenda mahakamani moja kwa moja kupelekana kule ni kupata tunasema ufafanuzi au kupata msaada wa haraka. Ni sawa, lakini kumbe ilikuwa kwanza tuanzie na njia zile nyingine za busara za mwanzo kabisa kabla ya kwenda kule mahakamani. Kule kesi ambayo unaweza kuijadili na familia, kuijadili na viongozi wa dini, kuijadili na viongozi wa kimila na viongozi wengine ambao wana hekima na busara katika ngazi ya chini kabisa, inaweza ikatatulika kwa haraka na bila kuleta mgongano ama kuleta uzalishaji wa kesi nyingine au tatizo jingine zaidi. Na kesi ambayo utaipeleka mahakamani, wengi wanakuwa hawana elimu. Wananchi wenzetu hasa kule chini wanakosa elimu kwamba kesi ukiipeleka mahakamani kuna vielelezo ama kuna zile procedures nyingi za kupita. Mwanasheria, sijui nani, vitu kama hivi. Kwa hiyo kumbe kesi ndogo ambayo unaweza kujadili chini na ikamaliza vizuri, unaipeleka kule, hatima yake unapata gharama kubwa sana. Mwanasheria anataka kulipwa, kuna ile movement kwenda na kurudi mahakamani na vitu vingine. Kwa hiyo tunawaambia kwamba tukae chini sasa kama familia, kama jamii, tusaidiane ama tuwashirikishe viongozi wa kimila, viongozi wa kidini na viongozi wa kijamii. Kuna viongozi wa kiserikali kwa ngazi ya chini, waheshimiwa masheha, tupeleke kesi zetu zile ili ziweze kutatuliwa kwa haraka kabla ya kufika kule kwenye ngazi kubwa za kiserikali. Na kule tunapeleka mrundikano mkubwa wa kesi ambazo mwisho wa siku zinaonekana hazina maana, hazina tija, basi zinafutwa. Umeshapoteza muda, umeshapoteza gharama, umeshapoteza nguvu na kila kitu kilisimama kwa kusimamia, kwa kushughulikia na kesi hilo au na kesi hiyo au na jambo hilo. Kumbe ilikuwa ni kukaa chini na kufanya mazungumzo. Njia kubwa ya kutatua migogoro ni kufanya mazungumzo kwanza ya awali. Kwa taasisi sasa ina lengo la kutoa elimu na la kuwafahamisha umma, wananchi wenzetu kwamba tutumie njia za busara na njia za awali katika kutatua migogoro katika jamii. Na kwa sasa changamoto yetu kubwa ni rasilimali fedha. Hatujapata bado wadhamini wa kutudhamini kwenye fedha kwa ajili ya kukamilisha miradi. Kwa mfano, tayari tumeandaa miradi ya bucha la nyama. Kwa Zanzibar mabucha yamejaa ni mingi sana, lakini tayari tumeshapata sehemu ambayo iko na upungufu wa hiyo huduma ya bucha. Kwa hiyo tumeshauandaa mradi tayari upo mezani, lakini bado hatujapata wale wadhamini wa kuweza kutuwezesha kwa hiyo fedha. Na pia kuna mradi wa batiki wakina mama. Sana umejikita kwa kina mama. Kama tunavyojua hata mama yetu Mheshimiwa Samia
Suluhu Hassan anapenda kuvaa batiki. Hata kwa kule Pemba, Mheshimiwa mama yetu ile Salama, mkuu wa Kaskazini Pemba, pia anavutiwa sana na hiyo batiki. Kwa hiyo sisi tukaona kama ni fursa kwetu kuchukua hiyo nafasi ya kutengeneza batiki, na tuna mpango pia wa kufungua hata kiwanda chetu kidogo kwa Zanzibar kwa ajili ya hizo batiki na kuchukua oda mbalimbali kwa viongozi na hata wasokuwa viongozi pia. Mipango hii kwa kuleta amani kwenye taasisi yetu ili kuweza kuifahamisha jamii hii taasisi na wao wenyewe kujijengea amani kwenye jamii yao au kwenye nchi yetu. Mipango hiyo ambayo tumepanga, kwanza ni kupita kwenye mashehia kuwapatia elimu jinsi gani ya kulinda amani, jinsi gani ya kutatua migogoro, jinsi gani ya kuweza kujipatia kipato hata sisi wenyewe taasisi kama taasisi. Kwa hiyo kama mipango ambayo tupo nayo ni mingi, ambayo ni masuala ya miradi ipo jumla, ambayo kwa ni yule mwenzangu kaja hapa kuelezea ili kuweza kuingiza kipato. Tuna mipango masuala ya kuwapa watu elimu, kuielimisha jamii kuhusu taasisi yetu, kuhusu wao wenyewe kutunza amani, kuweza kujilinda na masuala ya madawa ya kulevya. Saizi watoto wadogo sana wa kiume, watoto wa miaka 19, 20 wanaingia kwenye masuala ya madawa ya kulevya. Watoto wadogo wanajihusisha na ndoa za utotoni. Ni mipango ambayo tumeipanga ili kuisaidia jamii kuweza kuachana na mambo ambayo sio ya muhimu au mambo ambayo yanaepukika